Karibu katika channel yetu hii ya Bamjos TV. Kimsingi katika channel yetu hii tunatoa elimu kuhusiana na ufugaji wa kuku kwa njia ya kisasa, lakini kwa kutumia mbinu za kiorganic au mbinu za asili katika kudhibiti magonjwa pamoja na kuboresha mfumo wa uendeshaji katika ufugaji wa kuku na jinsi ya kupunguza gharama na kuongeza faida. Kimsingi channel yetu hii inajikita katika kufanya utafiti wa magonjwa na jinsi ya kuyadhibiti kwa kutumia dawa za asili ambazo zinapatikana katika maeneo mengi, na hivyo kurahisisha kuokoa gharama katika kutibu kuku. Unatumia gharama ndogo kwa kutumia dawa za asili. Katika somo la leo ambalo tunaenda kuzungumzia kuhusiana na dawa yenye mchanganyiko wa sabuni ya unga katika kutibu magonjwa hatari ya kuku, magonjwa ya virusi kama vile Newcastle au kideri, lakini pia katika kutibu mafua sugu yaliyoshindikana na katika kutibu magonjwa ya mharo. Yapo magonjwa mengi ya mharo kama vile typhoid, kama vile kipindupindu, kama vile mharo mweupe au pleural, lakini pia coccidiosis au kuhara damu. Yapo magonjwa mengi, lakini katika somo la leo tutazungumzia jinsi ya kuandaa dawa yenye mchanganyiko wa sabuni ya unga katika kutibu ugonjwa wa kideri pamoja na magonjwa ya mharo na mafua sugu. Na dawa hii ina nguvu sana na inaweza kuwakinga kuku na vifaranga dhidi ya magonjwa mengi ya mlipuko kwa kuku, lakini pia inasaidia kuongeza kinga na inasaidia kutibu magonjwa mengi sana. Fuatilia somo la leo mwanzo hadi mwisho uweze kujua jinsi ya kuandaa sabuni hii, dawa hii yenye mchanganyiko wa sabuni ya unga. Sabuni ya unga inapatikana katika maeneo mengi, na leo tunaenda kukuonyesha jinsi ya kuandaa dawa hii ambayo tumeiandaa. Unapaswa kuandaa vitu vifuatavyo katika kuandaa dawa hii. Andaa mkaa, andaa chumvi ya mawe, andaa pia sabuni ya unga, andaa katani, andaa aloe vera pamoja na majani ya mwarobaini. Tafuta jinsi ya kupata vitu hivi vinapatikana katika mazingira ya asili, lakini vingine unaweza ukanunua kama vile chumvi ya mawe, mkaa pamoja na sabuni ya unga. Vinapatikana katika maduka mengi kwa bei rahisi. Lakini sasa katani pamoja na aloe vera zinapatikana katika maeneo au mazingira yetu, lakini pia mwarobaini unapatikana kwa wingi sehemu nyingi katika mazingira. Hivyo sasa unapaswa, baada ya kupata vifaa vifuatavyo, unapaswa kuandaa kwa vipimo vifuatavyo vifaa hivyo tulivyovitaja. Unatakiwa uandae vumbi la mkaa viganja viwili. Mkaa unaweza ukautwanga na ukauchuja upate unga ulio laini, au unaweza ukatafuta wale wanaouza mkaa. Kwa mfano gunia likiisha, mkaa huwa unasagika, kwa hiyo kule chini inabaki vumbi jingi sana la mkaa. Unaweza ukatafuta hiyo, inakurahisishia hata namna ya kutwanga. Unaweza ukachukua tu unga ukaulainisha na ukauchuja, na unachukua sasa viganja viwili vya unga wa mkaa. Lakini pia chukua chumvi ya mawe kiasi, unakadiria kuanzia unaweza ukaweka nusu kiganja au kiganja cha mkono kimoja. Lakini pia chukua sabuni ya unga. Sabuni ya unga chukua vijiko viwili. Lakini pia tafuta majani mawili ya katani au wanaita mkonge. Tafuta majani mawili ya katani na ya twange. Lakini pia tafuta aloe vera majani mawili na majani ya mwarobaini
viganja viwili. Baada ya kupata vifaa hivyo, nikupeleke sasa katika namna ya kuandaa dawa hii yenye mchanganyiko wa sabuni ya unga. Lakini unapaswa pia kuandaa maji lita 20. Katika kuandaa mchanganyiko huu, tafuta maji lita 20 ndiyo yatakayotumika katika kuandalia dawa hii. Au kama kuku ni wachache, unaweza kutengeneza kuanzia lita 5, lita 10 mpaka 20. Ukitengeneza lita 5, unapaswa sasa ubadilishe vipimo. Tafuta ule unga wa vumbi la mkaa, unaweka kiganja kimoja kwenye maji lita 5, chumvi ya mawe kiasi, lakini pia sabuni ya unga weka kijiko kimoja, katani chukua jani moja, aloe vera jani moja kubwa la wastani lenye maji mengi, lakini pia majani ya mwarobaini chukua kiganja kimoja kilichojaa vizuri, na kisha fanya yafuatayo. Unatakiwa sasa uponde majani ya katani pamoja na aloe vera hadi yalainike vizuri, lakini baada ya kuyalainisha hakikisha yanalainika. Na baada ya kuyalainisha hayo, chukua sasa majani ya mwarobaini uyatwange yawe kama kisamvu, lakini pia uyachanganye na yale majani ya katani na aloe vera kwa pamoja. Kisha yaloweke kwenye maji, na hayo maji ya lita 5 au lita 20 kama tulivyosema hapo awali. Ongeza kijiko kimoja cha sabuni ya unga au vijiko viwili kwenye maji lita 20, lakini pia ongeza hivyo viganja ongeza na ule unga au vumbi la mkaa tulilolisema, viganja viwili kwenye maji lita 20 au kiganja kimoja kwenye maji lita 10. Kisha yachanganye hadi yalainike. Changanya vizuri hadi mchanganyiko huo uweze kuchanganyikana, na kisha uache sasa kwa muda wa masaa 12. Lakini pia nikukumbushe, hii ni kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa kideri. Lakini unapoenda kuandaa dawa yenye mchanganyiko wa sabuni ya unga katika kutibu magonjwa ya mharo na mafua sugu au mafua makali kwa kuku, baada ya kupata dawa hii ulioiandaa, umeshaipata, umeshachukua vile viambata ambavyo nimevitaja, ambavyo tumesema ni majani ya katani, majani ya aloe vera pamoja na majani ya mwarobaini, lakini pia unga wa mkaa, lakini pia sabuni ya unga. Baada ya kuvipata hivyo, kama unaenda kutibu sasa magonjwa ya mharo aina yoyote, chukua majani mabichi ya mpapai. Majani mabichi ya mpapai mikono miwili. Baada ya kuyakatakata hakikisha yanafika mikono miwili, na uyatwange uchanganye kwenye hayo maji kama unataka kutibu magonjwa ya mharo. Lakini kama unataka pia kutibu magonjwa au mafua sugu, chukua hiyo dawa ya awali tuliyoisema, lakini pia uchukue vitu vifuatavyo kwa ajili ya kutibu mafua sugu au mafua makali. Tafuta tangawizi unatafuta kuanzia gramu 15 au kipande cha wastani. Tafuta swaumu gramu 30 au kipande kimoja cha wastani, lakini pia tafuta pilipili gramu 30 au kiganja kimoja cha mkono. Zitwange kwa pamoja. Huku umeshaandaa ule mchanganyiko wa awali niliyousema. Baada ya kutwanga, nenda sasa ukachanganye kwenye mchanganyiko huo wa maji lita 5. Ndugu yangu, hii dawa inafanya kazi kubwa sana kutibu magonjwa mengi sugu na kuokoa kuku ambao wanakuwa wanashambuliwa na magonjwa mara kwa mara, magonjwa ya mharo. Lakini pia dawa hii inaongeza kinga kwa kuku anakuwa na afya, na anakuwa anaepuka au hapatwi na magonjwa mbalimbali.
Bamjos TV ni channel ambayo tumekuambia inafanya utafiti katika kutibu magonjwa ya kuku kwa kutumia mbinu za asili.